Mchakato wa kumrudisha Rais William Ruto katika mahakama ya jinai ICC umeanzishwa na viongozi wa upinzani. Karibu niweze kukuchanganulia hili na tuone ni kwa nini wameanzisha mchakato wa kumrejesha Bwana Ruto katika mahakama ya ICC, mahakama kuu duniani, na tuone ni kipi ambacho William Ruto amekifanya. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninakuomba kwa moyo mkunjufu, kama unanipata kwa mara ya kwanza, tafadhali piga subscription, bonyeza kengele, like video tafadhali, alafu uweze kusambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi viwili vitatu, ili taarifa hizi ziweze kuwafikia watu wengi. Tafadhali ninakuomba uweze kulike video ili hii video ikuwe recommended kuelekea kwa watu wengi. Je, unanitazama kutoka wapi? Kama ni Kenya, naomba uweze kuniambia county. Kama ni nje ya Kenya, mahala ambapo unachuma riziki, naomba uweze kuniambia taifa ambalo ulipo. Sasa kivuli cha mahakama ya kimataifa ya uhalifu, ukipenda ICC, International Criminal Courts, kimeanza tena kuikumba ikulu ya Kenya baada ya muungano wa upinzani, ukipenda United Opposition, kuanzisha rasmi mkakati mzito wa kisheria wa kumrejesha Rais William Ruto katika mahakama hiyo ya The Hague. Sasa akidhibitisha msimamo wa muungano huo wa upinzani katika mahojiano na kituo kimoja hapa nchini cha Kameme TV usiku wa Jumatatu, au kipenda siku ya Jumatatu, Februari tarehe 2 mwaka 2026, kiongozi wa chama cha People's Liberation Party, ukipenda PLP, Martha Karua, alidokeza kuwa upinzani kwa sasa unaandaa barua rasmi zitakazowasilishwa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Naomba niweze kumnukuu jinsi ambavyo Martha Karua aliweza kusema, japo alikuwa anazungumza kwa lugha ya nyumbani. Alisema kwamba mpango bado upo, tunasikitika kuwa tumechelewa kwa sababu barua hizo zilipaswa kuwasilishwa mwaka jana katika mahakama ya jinai ICC. Hata hivyo bado zinaandaliwa na tutaongeza ushahidi mpya kwa sababu ni lazima tuonyeshe kuwa hatua ambazo William Ruto amezichukua ni za kinyama. Sasa Martha Karua anasema kwamba bado wanazidi kuandaa mabarua na wanasikitika kwamba wameweza kuchelewa kuwasilisha shauri hilo katika mahakama ya ICC kumrejesha Bwana Ruto pale. Kuna wale ambao wataniuliza, Bwana Ezra, unasema nini kurejesha William Ruto? Kwani alikuwa mteja wa ICC? Ndio. Kipindi kimoja, mnaelewa ile miaka ya hapo nyuma, William Ruto alikuwa mteja wa ICC. Kwa hivyo kesi yake, unajua, haikuisha, iliwekwa pembeni kwanza baada ya kusema kwamba, ama baada ya kusemekana kwamba ushahidi umekosekana. Kwa hivyo kesi yake iliwekwa pembeni mpaka ile siku ambayo ushahidi utapatikana, basi itafukuliwa tena au itarejeshwa tena. Sasa Martha Karua amesema kwamba wanataka kumrejesha. Kwena consideration ya gutwara thirikari ino ya William Ruto president igoti-inĩ rĩa Hague. Mĩario ta ĩyo ngwĩciria nĩ twarĩtie nawe haha oro rĩngĩ. Mũbango ũcio ũkinyĩte kũ? Mũbango ũcio ũrĩ oho, nĩ tũrerira gũcererwo ĩtondũ marũa macio marĩ mathio mwaka mũthiru, no maraharĩrio nĩ mekuongererwo ciĩko ici cia rĩu
tondu no nginya tuonanie ati makinya maria William Ruto arakinya ni makunyarira. Njokio haria marua-ini iria turatwarire iria ni ndamekirite kirore on behalf of ya upinzani, turamagweta o mundu tondu thitango yerekagira mundu wiki igacoka ikamwerekera mwi gikundi. Makinya macio mothe turakinya twihariirie ciro mate utandikwo kuria hingi na ungithikiriria Nyeri ni turamwiraga ona Murang'a ndugeciria ati tondu ni wathire ni cindano wathecirwo ya immunity no tugucokie kuria na ni tukumucokia athi uguo athiite ni egucoka okuo. Alright. Mnakumbuka mnamo mwaka 2023 Novemba tarehe 27 mahakama hiyo ya kimataifa ya uhalifu yenye makao yake The Hague ilitangaza kuwa ilikuwa imesimamisha uchunguzi katika kesi zilizokuwa zikimkabili Rais William Ruto ambaye alikuwa ameshtakiwa kwa uhalifu dhidi ya binadamu kuhusiana na ghasia za mwaka 2007. Wakati huo William Ruto alikuwa ni mbunge wa Eldoret North na alishtakiwa na washukiwa wengine 5 akiwemo Henry Koskei aliyekuwa mbunge, mwandishi wa habari wa redio Joshua Rapsang, aliyekuwa kamishna wa polisi Hussein Ali, pamoja na aliyekuwa mkuu wa utumishi wa umma Francis Mtaura, naye Uhuru Kenyatta. Kesi dhidi ya washukiwa hao 5 zilifutwa kwa kukosa ushahidi, huku ya Ruto ikiendelea hadi ilipofungwa baadaye mwaka 2023. Sasa Ruto, kama ilivyokuwa kwa washukiwa wengine, alituhumiwa kwa kuhamasisha raia kwa nguvu pamoja na makosa mengine ya uhalifu dhidi ya binadamu. Kuhusiana na ghasia za baada ya uchaguzi zilizoua watu takriban ya 1100 na kuwafanya zaidi ya watu nusu milioni kuyahama makazi yao, kulingana na ripoti iliyoandaliwa na aliyekuwa jaji wa mahakama ya rufaa marehemu Philip Waki. Sasa ghasia hizo za mwaka 2007, mpenzi mtazamaji, zilianza baada ya aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi marehemu Samuel Kivuitu kumtangaza Mwai Kibaki mshindi wa uchaguzi wa mwaka 2007 na chama cha ODM ambacho mgombea wake alikuwa ni Bwana Odinga kilipinga matokeo hayo. Machafuko hayo yalimalizika baada ya Rais Kibaki na Odinga kusaini makubaliano ya amani, mahala ambapo Uhuru Kenyatta aliweza kuteuliwa mahala ambapo Raila Odinga aliweza kuteuliwa kama waziri mkuu, Uhuru Kenyatta akateuliwa kuwa naibu waziri mkuu, William Ruto akiteuliwa kuwa waziri katika serikali ya muungano mkuu au kipenda Grand Coalition. Sasa muungano huo wa upinzani umeapa kukusanya ushahidi upya dhidi ya Rais William Ruto, ukiwemo madai ya mashambulizi ya hivi karibuni dhidi ya makanisa kwa lengo la kufufua upya kesi hiyo katika mahakama ya kimataifa ya ICC. Sasa unaona, Martha Karua anaeleza kwamba sababu kuu ambayo inawafanya wao kuweza kumpeleka William Ruto tena au kwenda kufukua kesi katika mahakama ya ICC ya William Ruto ni kwa sababu Bwana Ruto anatumia afisi yake vibaya, mahala ambapo anatumia maafisa wa polisi kuweza kuyashambulia makanisa. Mliona juzi Gachagua aliweza kushambuliwa kanisani upande wa Nyeri County. Vile kulingana na Martha Karua, anasema kwamba watazidi kushirikiana ama watazidi kuambatanisha na ushahidi wa vijana wa Gen Z kuuawa kipindi cha maandamano ya mwaka 2024, mahala ambapo vijana wengi waliweza kuuawa walipokuwa wanakataa ushuru mkubwa. Kwa hivyo Martha Karua anasema kwamba
ushahidi upo na upo mwingi sana. Wanataka kujumulisha na kurekebisha makosa kidogo ili kuweza kuandika barua kuelekea mahakama ya ICC kumshtaki William Ruto kwa matumizi mabaya ya mamlaka kama rais wa taifa la Kenya. Nikimalizia, mpenzi mtazamaji, unakubaliana na muungano wa upinzani kwamba waweze kumpeleka William Ruto katika mahakama ya jinai au kipenda mahakama ya uhalifu ya jinai ICC? Kama unakubali William Ruto aweza kupelekwa ICC kwa matumizi mabaya ya mamlaka, makanisa yanapigwa vitoza machozi, wananchi wanauawa na kutekwa, basi sema ndio. Sema unataka William Ruto aweza kupelekwa ICC. Kama hautaki vile vile, sema hautaki William Ruto aweza kwenda ICC. Mimi ni Bwana Ezra, tupatane kwa kanda ijayo.